Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mimi naitwa Douglas Bridge Shayo. Ni mdau wa clearing forwarding wa miaka mingi. Nimeanza hizi kazi tangu 1986. Kwa nimekaa kwenye industry kwa miaka mingi sana. Kuhusiana na swala la tozo zilizoibuka hivi karibuni katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kiukweli sisi kama wadau wa clearing kwa umoja wetu, zile tozo hazitufai, na sio kwa sisi wadau wa clearing tu, kwa Watanzania wote kwa ujumla. Kwa sababu zile tozo, kwanza hatujui ni kigezo gani kimetumika, wamewashirikisha wadau gani ili kuzileta zile tozo. Especially tunasikitika zile tozo zimekuja kwa ghafla mno. Umeshachukua hela kwa mteja ya kwenda kulipia mzigo, unaenda kuchukua invoice ya kulipia mzigo, unakuta tozo imeongezeka kwa kiasi kikubwa mno. Unarudije kwa mteja ukamwambia eti ghafla tozo zimeongezeka? Inatuletea kutuchafua na hata si kuonekana si waaminifu kwa wateja. Kile jambo lilofanyika halikufanyika katika utaratibu mzuri, na istoshe zile tozo zitaongeza tena gharama ya maisha. Aliyeagiza mzigo wake atataka auze ile bidhaa kwa bei kubwa zaidi, ambaye anaumia ni mlaji wa mwisho. Yeye anataka kufanya biashara kwa faida, zile gharama zitaongezeka, hata kubali apate hasara, ataongeza bei ya mzigo. Kwa sisi mlaji wa mwisho ndio tutakaoathirika sana. Mbali na hivyo, taifa kwa ujumla wake linapoamua kuleta tozo za aina hii, wafanyabiashara watahama bandari yetu, watahamia bandari ya jirani ya Mombasa. Kwa hiyo, kwa ile mizigo ambayo tayari imeshaingia hapa, utawalazimisha wale wateja watalipa ili watoe ile mizigo, ambao wataongeza gharama kwa mlaji wa mwisho, na mzigo utakao kuja hawatatumia tena bandari yetu, watatumia Mombasa. Kwa hiyo utawafukuza wateja, kwa hiyo hata kile kidogo kilichokuwa kinapatikana hakitapatikana tena. Kiukweli tunaomba serikali, pamoja na kwamba imeirisha hili zoezi nafikiri mpaka mwezi wa 6, mwezi wa 7, lakini sisi kama wadau na wananchi tunaomba serikali itafute njia nyingine ya mapato, lakini kwa njia hii waliotumia sio sahihi. Kwa majina anaitwa Smalita Hussein Mkufya. Kwanza tozo ilivyokuja ni kwamba swala la ghafla sana lilivyotokea, alafu pili limetuvunjia uaminifu baina yetu sisi pamoja na wateja, kwa sababu mteja anajua kabisa kiwango chake cha kulipa tozo hii ni kiasi fulani. Kwa mfano let's say kama mimi imenitokea hiyo na imeniathiri sana, na mpaka sasa hivi sina mahusiano mazuri mimi pamoja na mteja wangu. Waliagiza Discover, alipoagiza ile Discover, wafeji kama wafeji alitakiwa kulipa 334,000, ambayo hiyo pesa amelipia let's say amelipia Jumamosi. Jumatatu tunaenda kwa ajili, tumekuja ofisini kwa ajili ya kwenda kukagua gari, tutoe gari, na mteja nishamtaarifu, nishampa taarifa kwamba tumeshalipia kila kitu, risiti hii hapa, sasa tuko tayari kwenda kukagua gari ili tuweze kutoa gari. Mteja unakuja tu unaambia uweze kutoa ile gari mpaka kuna advance wafeji nyingine ambayo unatakiwa ulipie. Basi unasubia hiyo advance wafeji inaotoka, unakuta difference inatoka 2,209,000 pamoja na ile pesa aliyolipia mteja ipo humo ndani. Yaani umetoa, ina maana yule mteja sasa ukiongeza 209,000 pamoja na ile aliyotoa mteja ni hela nyingi sana. Mteja hajajiandaa. Kwa hiyo hichi kitu sisi kama maagent tunaonekana kama hii pesa labda sisi ndio tunaitengeneza kwa ajili ya wale wateja wetu. Ushauri kwa serikali kwamba masuala kama haya yanapojaribu kutokea, nataka kwanza watafute wadau ili tuweze kukaa kupanga mkutano, kuanza kujadili hichi kitu kabla ya kufanya maamuzi wao kama wao. Kwa sababu sisi kama maagent hatuna taarifa yoyote,
Kwa hiyo inakuja kama kitu cha ghafla. Kwa hiyo kama serikali pia inaharibu sifa ya, kwa sababu hii serikali tunaitegemea sisi watu makini sana. Kwa hiyo kilichotokea juzi kiasi kwamba kinaharibu hata uhusiano wa serikali pamoja na watu binafsi, makampuni. Kwa sababu mtu anaona kama tozo imekuja kubwa sana, anaweza kamisha mizigo yake. Kuna bandari nyingi inaweza katolea Mombasa, kwa sisi tukakosa pato la taifa. Naitwa Selina Charles Kipangula. Hili jambo waliangalie kwa upya zaidi, kwa sababu limetuletea changamoto baina yetu sisi maagenti na wateja wetu. Mfano kama gari labda ya milioni 70, mimi nimelipia wafeji ya milioni 19. Imekuwa ni changamoto kumwelezea mteja na kuniambia kwamba itabidi ahamie bandari ya karibu, ambapo mfano labda Mombasa. Kwa tunaomba bandari yetu na viongozi wetu pia walisimamie katika hili, hizi tozo zisiwepo, yani zipungue, wazipitie upya. Tarehe moja itakapokuja zisiwe kama taharuki tena kama ilivyokuwa hapo awali. Tusirudi nyuma, tusimame kwenye ajenda moja tu. Ni lazima kazi za wazawa zifanywe na wazawa. Tumekubaliana kwa pamoja kwamba tutaenda jino kwa jino, mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, ofisi kwa ofisi, kuhakikisha GN 447 inatekelezeka kwa vitendo. Hatuachi sehemu, tunahakikisha wale ambao wanahusika kwenye maamuzi wasipindishe macho, wasimamie sheria iliyotungwa na Bunge la Jamhuri kwa ajili ya kumnufaisha Mtanzania. Akinufaika Mtanzania mmoja, anaenda kuwanufaisha Watanzania mwingine. Akinufaika mgeni mmoja, anaenda kuwanufaisha wageni wengine. It is our time now to raise our voice, tuongee lugha moja, tuhakikishe Watanzania wananufaika. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.